Naam, karibu ndugu mpenzi mtazamaji, ni kujuze yale ambayo yanaendelea leo katika mitandao ya kijamii. Ni wiki ya tatu tangu kutoweka kwa Humphrey Polepole kwa madai ya kutekwa nyara. Baada ya ukimya mrefu kuhusu swala hilo, habari mbaya zimeibuka leo kuhusu kesi hii ya kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole. Lakini mtazamaji, kabla ni kupashe taarifa hizi, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu kwa kina na kwa undani zaidi. Mahakama Kuu ya Tanzania Dar es Salaam iliweza kutoa uamuzi wake kuhusu kesi iliyofunguliwa na aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi na Cuba, Humphrey Polepole, kwa niaba yake Peter Kibatala akifungua kesi hiyo kupitia kwa wakili huyo Peter Kibatala. Kesi hiyo iliweza kufunguliwa ikihusu maombi ya kumtaka mkuu wa jeshi la polisi IGP na mamlaka nyingine za serikali ya CCM kutoa maelezo kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole au kutekwa nyara kwake, jambo ambalo limezua wasiwasi wa taifa. Familia yake Humphrey Polepole na timu ya wanasheria walidai kuwa anaweza kuwa chini ya ulinzi wa mashirika ya usalama ya kiserikali na hivyo kusababisha mahakama kutakiwa kuamuru aachiliwe mara moja au kulazimisha mamlaka kufichua aliko au aweze kufikishwa mahakamani. Jambo hilo lilikuwa limevuta hisia za umma na kuleta matumaini kutokana na hali ya ajabu ya kutoweka au kutekwa kwa Humphrey Polepole ambayo wengi waliiona kama ukiukwaji wa haki za kimsingi za binadamu. Katika hukumu yake iliyotolewa na naibu msajili wa Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam, Mheshimiwa Livin Lyakinana, mahakama hiyo ilieleza kuwa baada ya kupitia mawasilisho na ushahidi wa pande zote mbili, haikupata uthibitisho wa kutosha wa moja kwa moja kuwa walalamikiwa, mamlaka ya serikali na polisi, wanamshikilia ama wanahusika kumshikilia Humphrey Polepole. Mahakama ilisisitiza kuwa hoja zilizowasilishwa na upande wa mwombaji zilionekana kuegemea zaidi katika dhana kuliko ushahidi wa kisheria unaohusisha polisi au chombo chochote cha serikali na kutoweka kwa Humphrey Polepole. Kwa mujibu wa naibu msajili, wakati hali ilikuwa mbaya na inastahili kutiliwa shaka, mahakama haiwezi kutoa amri za kisheria bila uthibitisho madhubuti kwamba polisi walihusika na kutoweka kwa Polepole. Naibu msajili alifafanua kuwa ndani ya mfumo wa kisheria, mahakama inahitaji ushahidi unaoonekana kabla ya kutoa amri dhidi ya taasisi ya serikali au ya mtu binafsi. Alieleza kuwa kutokana na ukweli uliopo, kesi hiyo ilifanana kwa karibu zaidi na tukio la mtu aliyepotea badala ya kuzuiliwa au kukamatwa kinyume cha sheria. Alisema kutokana na kukosekana kwa ushahidi wa wazi unaoiunganisha serikali moja kwa moja na kutoweka kwa Polepole, mikono ya mahakama ilikuwa imefungwa na haiwezi kutoa maagizo mengine. Uamuzi huo ulisisitiza mipaka ya utaratibu ambayo mahakama hukabili inaposhughulikia kesi ambapo kuna tuhuma lakini hakuna ushahidi wa kuthibitishwa kuhusu hatima au eneo la mtu. Mara baada ya uamuzi huo, wakili Peter Kibatala, wakili wa Humphrey Polepole, alizungumza na waandishi wa habari nje ya mahakama akieleza kusikitishwa kwake na hukumu hiyo. Alidai kuwa mahakama imeshindwa kufahamu uzito wa kutoweka kwa Polepole, hasa kwa sababu suala hilo linahusu maisha na usalama wa mtu. Wakili Kibatala alisema kuwa yeye na familia ya Polepole wanaamini mahakama ilipata fursa ya kusimamia kanuni ya ulinzi wa maisha kwa kuagiza uchunguzi ufanyike juu ya kutoweka kwa Polepole, lakini badala yake imechagua mbinu ya kitaalamu. Maoni yake yalionyesha hali ya kuchanganyikiwa inayokuwa miongoni mwa wafuasi na wanafamilia ambao wameendelea kudai majibu kuhusu kutoweka kwa Polepole. Wakili Kibatala alitangaza kuwa yeye na familia ya Humphrey Polepole watakata rufaa mara moja katika mahakama ya rufani ya Tanzania. Alisema wataomba kusikilizwa kwa haraka kwa mara ya pili ili kuhakikisha hakuna muda unaopotea katika kufuatilia kupotea kwa Polepole. Wakili huyo alisisitiza kwamba harakati zao za kutafuta haki hazikuchochewa na siasa bali zinatokana na nia rahisi ya kupata usalama na ustawi wa raia ambaye ametoweka au kwa madai ya kutekwa katika mazingira yasiyoeleweka. Alisisitiza kuwa kila Mtanzania ana haki ya kujua ukweli kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole na kuongeza kuwa ukimya au kutochukua hatua kunaweza kuweka historia ya hatari kwa nchi. Kesi ya kupotea kwa Polepole imeendelea kuibua maswali mazito ya kisheria na kimaadili kuhusu jukumu la mahakama na vyombo vya sheria katika kulinda haki za raia. Waangalizi wa kimataifa wa haki za binadamu pia wamevutiwa na kutoweka kwa Polepole,
wakiiona kama sehemu ya mwelekeo mpana wa wasiwasi juu ya upotevu uliolazimishwa na kuwekwa kizuizini kiholela katika sehemu za Afrika Mashariki. Mashirika yanayotetea haki za binadamu yameitaka serikali ya Tanzania ya Samia Suluhu Hassan kuipa kipaumbele kesi hiyo ya Humphrey Polepole, kuhakikisha uwajibikaji na kuhakikisha kwamba taratibu zinazofaa zinafuatwa. Mazingira ya ajabu ya kutoweka kwa Humphrey Polepole yameifanya Tanzania kuwa jaribio la kujitolea kwa haki za binadamu na ulinzi wa kikatiba. Wakati huo huo, wanasiasa na wanaharakati mitandaoni wametoa maoni yao makali, baadhi wakihusisha kutoweka kwa Polepole na asili yake ya uwazi na ushiriki wake wa awali katika mijadala ya hadhara ya kisiasa. Wengine wametoa wito wa kujizuia, wakisisitiza kwamba uvumi unaweza kuingilia kati juhudi zinazoendelea za kubaini ukweli. Licha ya mitazamo hii tofauti, bado kuna maoni ya pamoja kwamba kutoweka kwa Polepole kumegusa mshipa wa kitaifa wa Tanzania na kutilia shaka mifumo ya nchi ya kulinda watu binafsi. Siku chache baada ya uamuzi huo, familia ya Humphrey Polepole ilisitiza ombi lao kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan ya CCM kuzidisha juhudi za kumtafuta mwana wao Humphrey Polepole. Walielezea uchungu na kuchanganyikiwa kwao, wakibainisha kuwa wiki zimegeuka kuwa miezi bila taarifa za maana kuhusu kutoweka ama mahali alipo Humphrey Polepole. Pia wametoa wito kwa wananchi kuwa na mshikamano na yoyote mwenye taarifa jitokeze, kuwa akiendelea kuwa na matumaini ya kurejea salama. Wataalamu wa sheria wamependekeza kuwa mchakato wa kukata rufaa unaweza kufungua tena majadiliano kuhusu uwiano kati ya utaratibu wa kisheria na wajibu wa kimaadili katika kesi kama vile kutoweka kwa Humphrey Polepole. Wanasema kuwa ingawa mahakama inaweza kuwa imetumia barua ya sheria kwa usahihi, haki inadai njia ya haraka, wakati maisha ya mtu binafsi yanaweza kuwa hatarini. Miezi ijayo, wanasema, itafichua iwapo mahakama ya juu italichukulia suala hilo kwa mapana zaidi na kutoa maelekezo mapya ili kufichua ukweli kuhusu kutoweka kwa Polepole. Wakati Tanzania ikisubiri hatua zinazofuata za kisheria, hatima ya Humphrey Polepole inasalia kuwa moja ya mafumbo yanayofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini Tanzania. Kutoweka kwa Polepole kunaendelea kuibua hisia kali na madai ya uwajibikaji nchini Tanzania. Kwa sasa, familia ya Humphrey Polepole, wafuasi wake na watetezi wa haki za binadamu wamesalia kung'ang'ania kutumaini kwamba mahali fulani ndani ya urasimu na ukimya kuna jibu la kile kilichotokea kwa Humphrey Polepole, na kwamba haki baada ya muda italeta kufungwa kwa kutoweka kwa Humphrey Polepole. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika taarifa hizi kuhusiana na Humphrey Polepole, na hizi zinakuja kama taarifa mbaya kwa familia yake baada ya mahakama kuweza kutoa uamuzi huo ambao haukuwapendelea familia hiyo kwa upande wao. Vile mtazamaji, ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section, alafu bonyeza alama ya like kisha subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.